waiting is over, au kwa Kiswahili tunaweza kusema ule muda wa kusubiri sasa umeisha. Baada ya kuhesabu miaka, tukahesabu mwaka, lakini tukahesabu miezi, tukahesabu masiku, mawiki, lakini sasa tunahesabu masaa kadhaa tu ili kwenda kushuhudia tukio kubwa kabisa la kimichezo duniani, historia ikitengenezwa. Mechi ya ufunguzi kati ya Mexico na South Africa itakaochezwa pale katika uwanja wa Estadio Azteca. Uwanja wa Estadio Azteca wenyewe umekuwa ni historia kubwa sana kwenye World Cup, na ndio maana tunaweza tukasema kwamba World Cup ya msimu huu, World Cup ya 2026 imekuwa ni World Cup ambayo imetuletea vitu vingi sana, hasa vile vya kihistoria. World Cup ambayo imekuja na record nyingi ambazo zinafikiwa. Tukianza kwenye historia ya uwanja ambao unaenda kuchezwa World Cup, ambao uwanja huu unapatikana katika mji wa Mexico City, uwanja wa Estadio Azteca. Uwanja huu umekuwa maarufu sana hasa kwenye mashindano ya World Cup, kwa sababu ukumbuke ni kwamba ni uwanja ambao umefanya uzinduzi wa World Cup hii ya 3 mfululizo. Hakuna uwanja wote duniani ambao umewahi kufanya historia hiyo. Uwanja huu ulizindua World Cup mwaka 1970, uwanja huu pia ulizindua World Cup mwaka 1986, lakini uwanja huu pia unakwenda kuwa ndo uwanja ambao unakwenda kutuzindulia World Cup yetu ya 2026. Kwa hiyo ni historia kubwa sana, historia ambayo inaambatana na nchi yenyewe ya Mexico kuwa ndo nchi pekee ambayo ina uwezo kuwa kwamba ndo ambayo imeandaa World Cup kwa mara nyingi zaidi kuliko mataifa mengine yoyote. Wameandaa mara 3 sasa, na hii inawafanya Mexico kuwa washiriki bora sana wa World Cup katika historia ya mashindano haya. Lakini tukijaribu kuendelea kuongelea uwanja wa Estadio Azteca, tunajaribu kuangalia historia kubwa za kidunia. Maana sasa hivi ukiongelea World Cup, kuna matukio yale ya World Cup ambayo ni ngumu sana kusahaulika, lakini moja kati ya matukio makubwa zaidi ni matukio ya Hand of God, goli la Diego Armando Maradona. Unajua hili ni goli ambalo limekuwa kama ni alama ya World Cup. Hili ni goli ambalo limekuwa ni historia ya vizazi na vizazi na vizazi. Goli ambalo Diego Armando Maradona alifunga katika mechi dhidi ya Uingereza, Argentina na Uingereza, katika mechi ya robo finali ambayo ilifanyika hapo Mexico katika uwanja huu wa Estadio Azteca. Goli hilo ambalo limekuja lilikubaliwa na referee na likawa ni goli la historia zaidi ambalo Diego mwenyewe alikuja kuliita ni goli la Hand of God, yani mkono wa Mungu, kwa maana ule mkono ulikuwa wa Mungu ndio uliwapa goli. Lakini goli bora zaidi la mashindano hayo ambao pia aliwafunga wao Waingereza, goli la pili ambalo watu wanaliita ni moja kati ya magoli bora zaidi yaliyowahi kufungwa katika finali za kombe la dunia, baada ya Diego Armando Maradona kuwapiga asilimia nyingi ya wachezaji wa Uingereza, kuwapiga chenga na kuweza kwenda kufunga goli hilo. Kwa hiyo kwenye uwanja huu kumekuwa na historia kubwa zaidi, historia ambayo imekuwa ikiwa ni alama moja ya kombe la dunia. Lakini pia ndio historia ndo World Cup ambao ndio uwanja ambao umecheza finali nyingi zaidi za World Cup. Ukiangalia katika historia ya finali nyingi ambazo zimechezwa, finali zote karibu ambazo zilichezwa katika uwanja huu wa Estadio Azteca. Finali ya mwaka 1970 ambayo ilichezwa kati ya Argentina, 1986 ambayo ilichezwa kati ya Argentina na West German, lakini finali ya mwaka 1970 pia ilichezwa hapo, na sasa hivi tunakwenda kuangalia ufunguzi huo ukiwa unaenda kuchezwa hapo. Lakini tukiachana na historia peke yake ya Mexico, lakini historia peke yake ya uwanja huo, lakini mechi hii pia imekuwa imevuta hisia za watu wengi, kwa sababu ni mechi ambayo inakwenda kuwakutanisha timu mbili ambazo zilikuwa wafunguzi wa mashindano ya 2010 ambayo ilifanyika pale South Africa. Mexico na South Africa ndizo zilikuwa timu ambazo zilienda kufungua mashindano hayo. Mechi ambayo iliisha kwa goli 1-1, goli la South Africa likifungwa dakika 55 na mchezaji Sifiwe Shabalala, lakini goli la Rafael Marquez ambalo lilifungwa dakika ya 79. Hayo ni magoli ambayo yalifanya mechi hiyo kuisha 1-1. Kwa historia nyingine ni kwamba hakuna mataifa ambayo yashawahi kukutana katika ufunguzi kwa mara mbili zaidi ya hizi mataifa mawili, kwa sababu mataifa haya yanakutana leo yakiwa yameshawahi kukutana. Sasa maswali ya watu wengi ni kwamba je, mechi ya kwanza ambao walikutana kule South Africa, mechi ambayo ilikuwa ya ufunguzi ambayo iliambatana na sherehe nyingi, South Africa waliweza kupata sare, ingawa Mexico kuonekana kwamba
wameonekana kwamba wakiwa wanaweza kupata ushindi katika mechi hiyo kutokana na historia yao kubwa ya kushiriki mashindano hayo. Ukumbuke kwamba Mexico ndo taifa ambalo limecheza mashindano ya World Cup mara nyingi zaidi bila ubingwa. Yani wamecheza mara 60 mpaka sasa hivi. Tukiongelea mechi ya leo, manake tunaenda kuongelea mechi ya 61. Wanacheza bila kuchukua ubingwa huo, na hatua yao kubwa zaidi katika mashindano hayo ni yale ambayo yalifanyika pale pale kwao. Mwaka 1970 waliishia robo finali, na mwaka 1986 waliishia robo finali. Sasa tunakwenda tena leo mashindano haya yakiwa yanafanyika kwao, wakiwa na ushirika kati yao Marekani na Canada. Je, ni nini ambacho kitakwenda kufanywa na timu ya taifa ya Mexico? Na namna picha yenyewe pekee ambayo tunaweza tukaiona kupitia mashindano haya kwamba Mexico wanaenda kufanya nini, ni picha kuanzia mechi ya leo ambao wanakwenda kucheza na South Africa. Tukumbuke South Africa wao katika mashindano ya World Cup hawajawahi kuwa na nafasi nzuri zaidi. Baada ya kufungiwa kwa miaka mingi, walirudi kwenye World Cup mwaka 1998 na waliishia hatua ya awali, lakini mwaka 2002 pia wakiishia hatua ya awali. 2010 pia ambao ilichezwa nyumbani kwao South Africa pia wakiishia hatua ya awali, lakini mwaka huu wa 2026 nafikiri kikubwa ambacho wanakwenda nacho South Africa ni South Africa wanakwenda nacho kule Mexico ni kwenda kutaka kuona ni namna gani wanaweza wakatoka kwenye hatua hiyo na angalau kupiga hatua nyingine. Tukumbuke mashindano ya World Cup ya msimu huu yatakuwa na hatua moja zaidi iliyoongezeka, hatua ya 32 bora. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yamekuwa mapana zaidi. Je, South Africa wanaweza kufanikiwa kwenda kwenye hatua za mtoano? Basi hilo ndo jambo ambalo tunaenda kulishuhudia leo usiku. Historia inatufanya tuone kwamba timu hizi zinakwenda kuwa na mvutano mkubwa sana, kwa sababu tumeangalia mechi zao za mechi za kirafiki ambazo zimechezwa. Timu zote zimeonekana zimefanya vizuri. Mexico wakiwa hawajapoteza mchezo wowote, wakiwa wameshinda mechi moja. South Africa wakiwa wamepoteza michezo miwili, kutoa sare moja na kushinda michezo miwili. Kwa hiyo tunaona ni kwamba wanakwenda katika World Cup wote wakiwa vizuri, wote wakiwa wanaonekana kwamba wana uwezo wa kupata matokeo. Ukumbuke kwamba mechi za kirafiki ndio mechi ambazo zinakuwa zinaumiza sana vichwa za makocha, kwa sababu tayari ushafanya selection ya kikosi, unakwenda kwenye mashindano ya World Cup, unacheza mechi ya kirafiki, lakini unakwenda kupata majeraha. Lakini vikosi hivi vyote vimetoa ripoti leo kwamba hakuna hata mchezaji mmoja akiwa amepata majeraha yoyote. Kwa hiyo wakina Teto Mokoena, wakina Themba Zwane, wakina Mbeta wote watakuwepo. Lordwell William goalkeeper wao pia watakuwa naye. Kwa timu ya South Africa ipo vizuri, hakuna majeraha, lakini timu ya Mexico vile vile ipo vizuri. Watu wengi tunaenda kuangalia kina Raul Jimenez, mchezaji wa South Africa wa Fulham, ambaye wanakwenda kushiriki, ambaye ndo mchezaji bora zaidi, wanakwenda kushiriki katika mashindano hayo. Kwa hiyo, je, wewe unaonaje? Ni kwamba South Africa anaweza kupata matokeo dhidi ya Mexico na kuanza safari nzuri ya kutengeneza historia ya kwenda angalau knockout stages, au Mexico wanaenda kufanya vizuri zaidi? Ukumbuke hizi timu wamewahi kukutana mara 5 tu katika historia, na katika mara 5 hizo, zile mara 2 za kwanza Mexico waliweza kupata matokeo, lakini tokea hapo hawajawahi kupata tena matokeo, wakiwa wamecheza katika mechi 3 za mwisho, South Africa akiwa ameshinda mechi moja na mechi 2 zikiisha kwa sare. Kwa hiyo ni timu ambazo inaonekana kwamba kwenye historia ni timu ambazo zinawezana sana. Je, wewe unaonaje? Ni South Africa ama Mexico? Mexico anaenda kutumia ile rekodi yake ya mechi zote ambazo kombe la dunia ziliandaliwa katika nchi yao, mechi zote waliweza kufuzu na kwenda hatua ya robo finali. Je, ingawa robo finali ya msimu huu inaonekana ikiwa ni ndefu sana, kwa sababu kuna hatua ya 32 bora, kuna hatua ya 16 bora. Baada ya hapo, je, Mexico wanaweza kufika hata nusu finali wakatengeneza rekodi mpya zaidi? Lakini South Africa wanaweza kufika hatua ya mtoano? Basi leo ndo tunakwenda kushuhudia mechi hiyo, na mechi ambayo itachezwa majira ya saa 4 pale. Na kuomba usisahau kusubscribe channel yetu ya The Loyal Media ili uendelee kupata details za World Cup na mambo yote ya kimichezo, lakini na taarifa nyingine zaidi za kimataifa na za hapa nyumbani.